Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii adhimu na adimu kwanza kabisa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa uhai tukaweza kufika siku ya leo, siku ambayo ni siku kubwa, siku ambayo ni siku muhimu kwenye maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu, mimi kwa majina naitwa Omar Kipanga, ndio mbunge wa jimbo la Mafia, ambayo leo tarehe 30 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 nimejitokeza na mimi kama mwana CCM, lakini nimejitokeza kama Mtanzania kuweza kuja kuchukua fomu ndani ya ofisi ya Chama cha Mapinduzi kwa lengo, dhamira na nia ya kutetea nafasi yangu ya ubunge katika jimbo la Mafia. Kipekee ni washukuru sana wananchi wa Mafia, lakini ni washukuru wana CCM wenzangu ambao mwaka 2020 walinipa ridhaa na waliniamini kuweza kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Na kimsingi ndani ya miaka mitano nikiwa mwakilishi wao kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi kama mbunge wa jimbo la Mafia, tumefanikiwa kutekeleza mengi ambayo yalikuwa yameahidiwa ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini hata yale ambayo hayakuahidiwa ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ulifanikiwa kuyatekeleza. Ni imani yangu kuwa wananchi wa Mafia wameridhika kwa kiasi cha kutosha juu ya utendaji kazi wangu, juu ya usimamizi wangu, juu ya matatizo jinsi nilivyoyashughulikia ya wananchi wa Mafia, lakini hususan wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa leo nimejitokeza tena kwa ajili ya kutetea nafasi hiyo. Nimeshachukua fomu na nakwenda sasa kuijaza kwa lengo la kuirejesha, ili kwayo itakapofika siku ya kura ya maoni niweze kuomba ridhaa, ruhusa na imani ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuweza kupeperusha tena bendera ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya ubunge katika jimbo la Mafia. Ni imani yangu kuwa bado wanachama wa Chama cha Mapinduzi wana hamu, wana shauku ya kuona Mafia mpya, wana hamu, wana shauku ya kuona maendeleo ambayo tutayasimamia sisi sote kwa pamoja kama tulivyofanya kipindi cha miaka mitano iliyopita. Niwaombe na niwasihi sana, twende tukajitokeze sote siku itakapofika hiyo ya kura ya maoni. Twende tukahakikisha kwamba tumefanya mengi, lakini tunatarajia kufanya mengi, na hayo yatafanyika kwa imani yao kwangu na mimi imani yao kwao. Niwashukuru sana kwa imani ambayo wamenipa, na niombe tena imani yao katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Nashukuru sana, asanteni sana na Mungu awabariki.